Mume wangu alifariki mwaka jana tarehe 24 mwezi wa 8. Alianguka ghafla akiwa kwenye majukumu ya kazi ofisini. Baada ya hapo niliendelea kufuatilia mirathi. Nimefuata taratibu zote nilizoelekezwa. Mpaka sasa kile kidogo nilicho nacho mkononi nimemaliza katika kufuatilia hiyo mirathi. Ninasomesha. Iko hatua gani? Nilishaingizwa kwenye mfumo. Ishafika iko ngazi gani mahakamani? Mahakamani nimeshamaliza. Ilishaamuliwa? Ndiyo, nilishaapishwa. Sasa nani ambaye amelikwamisha kwa hatua hiyo? Siwezi nikajua kwa sababu namba nilizopewa pale na wale ambao wanajua, kila nikipiga naambiwa inatumika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba msaada wenu. Ninasomesha. Hata hivyo, wiki iliyopita tarehe 20 siku ya Ijumaa mtoto amemaliza mtihani. Nimeshindwa hata kumtumia nauli ya kurudi nyumbani. Kwa hiyo mpaka sasa yuko kwa mtu. Haya, pole. Katibu, mpatie 1,000,000 ya nauli mtoto arudi. Alafu mwanasheria wetu wa wilaya yuko wapi? Haya, mama nyamaza tu kulia, nyamaza, ngoja tulifanyie kazi hilo. Sasa bwana mwanasheria, hebu chukua hizo details zake hizo, kwa sababu uamuzi ulishafanyika. Kama jambo litakuwa katika ofisi gani, wewe utaweza kujua. Ulifuatilie mwenyewe, kwa sababu ni hatua ya utekelezaji tu, ni jambo la kisheria. Na unaona mama mpaka ameshamaliza nauli hata ya kumrudisha mtoto. Fuatilia mpaka likamilike, umwambie siku unamwambia aondoke hapa, iwe ni kwenda kupokea fedha, sio kwenda kusikilizwa tena. Haya mengine yote yanaofuatia yashughulikie wewe hapa. Iwe ni Dodoma, iwe ni kwenye mifuko, lifuatilie. Haya, basi waone makatibu wa kupatia hiyo nauli mtoto arudi. Haya mambo tumeacha tu utaratibu wetu wa asili, lakini ni mambo ambayo yanawezekana kabisa viongozi wa serikali kufuatilia masuala yanayohusu wananchi wetu huko vijijini. Liwe la mafao inawezekana kabisa kufuatilia, liwe la mirathi inawezekana. Kwa sababu ndugu zangu wanakondoa, mimi nakumbuka kwenye sekta ya elimu, tukiwa shule ya msingi tulitakiwa kupiga picha, tukatakiwa kupewa namba ya mtihani, tukajaza fomu. Tena wakati ule zilikuwa zinaenda mpaka Dar es Salaam, lakini hamna siku sisi wanafunzi tumewahi kufuatilia. Mwalimu mkuu kapeleka kata, wakata kapeleka wilayani mkoani wakapeleka mpaka taifa, tena bila kuchanganya hata picha ya mtu mmoja. Mwisho wa siku wakatuletea namba pale kijijini, hamna mtu aliyetoa mguu. Ndio hivyo, kwa inawezekana mfumo kufuatilia jambo la mwananchi na mpaka majibu yakamkuta. Niambieni hapa nyewe wakati mnasoma, ndugu zangu, nani alifuatilia namba yake TCM9 apeleke baraza kule? Hamna, ni mfumo tu ulifanya kazi. Isipokuwa huku kwenye mambo mengine ya kufuatilia tumeacha utaratibu. Turudie huo ndo msingi wa mgawanyo wa madaraka. Huo ndo msingi wa kusogeza huduma kwa wananchi.